Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, sisi wanafunzi wa kidato cha 4 wa shule ya sekondari St. Anselm tunakusalimu kwa maneno ya upendo na heshima kuu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha na heshima kubwa kuona ukiwa nasi katika siku hii ya adhimio ya mahafali yetu ya 7. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuvusha katika hatua hii muhimu ya maisha yetu. Maandiko yanasema, basi ndugu zangu, msichoke katika kutenda mema, kwa kuwa kwa wakati wake tutavuna tusipozimia. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9. Bila baraka zake hatungekuwa hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni risala ya waaga kidato cha 4 katika mahafali ya 7 ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza kidato cha kwanza tukiwa wanafunzi 80, kati yetu wavulana 39 na wasichana 42. Mpaka leo tunahitimu wanafunzi 72, kati yetu wavulana 37 na wasichana 35. Wengine wameshindwa kuhitimu nasi siku ya leo kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo sababu za kiafya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema na baraka tele kwa ulinzi wake kwetu. Hadi leo hii tunahitimu kidato cha 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, elimu hii ya sekondari imetupatia msingi mzuri. Pia imetujengea uwezo mzuri wa kujitambua na kufikiri kufanya kazi vizuri na kufanya maamuzi sahihi na yenye busara. Nje ya fanikio hilo, pia Mheshimiwa mgeni rasmi, katika safari ya elimu tumepata mafanikio makubwa yafuatayo. 1. Tumeimarika kielimu, kiakili na kiroho chini ya malezi ya walimu na viongozi wetu. 2. Tumepata mafanikio katika michezo, sanaa na shughuli mbalimbali za kijamii. 3. Tumekuzwa katika nidhamu, mshikamano na moyo wa kujitolea. Methali ya Kiswahili isemayo, mti ulio mwema hujulikana kwa matunda yake, imethibitika kwetu. 4. Tumejifunza kwa ufanisi kufanya shughuli za kilimo cha bustani na matunda, kilimo cha mahindi, kilimo cha maparachichi, kilimo cha miwa, ufugaji wa kuku na sungura. Pia tulipewa mafunzo maalum ya kufanya usafi, kupika na upambaji. Hata ukumbi unaoona leo hii ni zao la mafunzo tuliofundishwa. Changamoto zetu. Safari yetu haikuwa rahisi. Tulikumbana na changamoto za vifaa, muda na wakati. Changamoto za kimaisha. Lakini changamoto hizo zilitufundisha uvumilivu, mshikamano na bidii. Kwa hakika, methali isemayo mcheza kwao hutunzwa imetufundisha kuwa uvumilivu na matunda mema. Mheshimiwa mgeni rasmi, nje ya changamoto hizo zetu binafsi, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Hivyo kama shule pia tuna changamoto zifuatazo. 1. Ukosefu wa chumba cha kompyuta kwa ajili ya somo la ICT. 2. Ukosefu wa gari la shule, hivyo inapotokea dharura, usafirishaji wa mitihani na safari mbalimbali tunashindwa kufanya kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba kwa ukarimu wako na uwezo wako, kama kuna changamoto ambayo unaweza kutusaidia, tunakuomba utusaidie kutatua, kwani tunaamini mambo haya ni muhimu kwa maendeleo ya shule.
matarajio yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapojitazama mbele, tuna ndoto kubwa. Moja, kufanya vizuri katika mtihani wetu wa taifa na kutuletea heshima sisi wenyewe, wazazi wetu na shule yetu. Mbili, kuendelea na masomo ya juu na hatimaye kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Tatu, kuwa mfano bora kwa vizazi vinavyokuja na kuishi kwa kauli ya Biblia isemayo, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji ulioko juu ya mlima hauwezi fichwa. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Shukrani zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja, tunatoa shukrani za dhati kwa walimu wetu waliotufundisha bila kuchoka. Mbili, wazazi wetu waliotuunga mkono. Tatu, wanafunzi wenzetu kwa ushirikiano wao. Nne, uongozi wa shule yetu ukiongozwa na mkurugenzi wetu na mkuu wetu wa shule kwa malezi bora. Tano, aidha tunakushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi siku hii ya kihistoria. Hitimisho. Mwisho, tunaomba msamaha wa dhati toka moyoni kwa uongozi wa shule yetu, walimu, wanafunzi wenzetu, wazazi na walezi wetu, pale tulipoenda kinyume na matazamio yenu, kwani hata vikombe kabatini havikosi kugongana. Vile vile, watu wakiishi pamoja, tofauti lazima ziwepo. Tunaamini mtapokea msamaha wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa haya machache tunakuletea risala hii kwa unyenyekevu mkubwa. Tunakuomba uendelee kutuombea na kutuunga mkono katika safari yetu ya baadaye. Mungu ibariki shule ya St. Anselm. Mungu ibariki Tanzania. Wenu kwa heshima na taadhima, wanafunzi wa kidato cha 4 2025, shule ya sekondari St. Anselm. Sisi ni akina Lulu Bedule na Daniel Moro. Kwa niaba ya wanafunzi wenzetu, asante kabisa. Makofi.